Mji mkuu wa Urusi umekumbwa na mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine, amesema hivyo meya wa Moscow wa kuitwa Sergei Sobyanin kuhusu taarifa ya mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani kutoka huko Ukraine. Amesema ya kwamba takriban ndege 32 zilizoingia mji huo mkuu wa Urusi zilipigwa risasi mapema Jumapili na ulinzi wa hewa karibu na miji ya Domodedovo, lakini pia huko Rameskoye na Kolomina kuelekea kusini mashariki mwa Moscow. Sobyanin ameandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram kuhusu taarifa hiyo. Gavana wa mkoa wa Moscow wa kuitwa Andrei Vorobyev pia alisema shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani linaendelea na kwamba ulinzi wa hewa unaendelea kufanya kazi katika mkoa huo. Na kukumbusha kwamba pia unaweza kupata taarifa hizi za kivita kutoka huko Urusi na Ukraine, lakini pia Mashariki ya Kati, huko kusini mwa Lebanon, Israeli na Irani kupitia grupu la WhatsApp, ambako pia huko taarifa nyingi na matukio mengi ya kivita moja kwa moja kutoka mstari wa mbele nimekuwa nikiweka. Hivyo basi unaweza ukajiunga pia kama utahitaji kupata taarifa hizo na matukio hayo kwa njia ya WhatsApp. Nambari ya malipo ambayo sasa unaweza ukajiunga moja kwa moja ni unalipia kiasi cha shilingi 1000 kwa nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650 0679619650. Hii ndio nambari pekee ambayo pia itakuwezesha kujiunga na grupu la WhatsApp ili pia kupata taarifa hizo na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele huko Urusi na Ukraine, lakini pia Mashariki ya Kati. Huko pia wilayani Rameskoye, ndege isiyo na rubani ilishuka katika kijiji cha Stanovoye na kusababisha nyumba 2 kushika moto, ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 52 aliumia kutokana na kombora hilo lililoangushwa na ndege isiyo na rubani na kulazwa hospitalini akiwa na majeraha kwenye uso wake, shingo na mikono. Gavana huyo ameeleza hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Video kadhaa zimewekwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha ndege zisizokuwa na rubani za mrengo wa kudumu zilipigwa risasi juu ya mkoa wa Moscow. Pia kuna picha za moto katika eneo la Stanovoye zinazoonyesha nyumba kadhaa za watu binafsi zikiharibiwa kabisa na miale ya moto. Sheremetyevo, Domodedovo na viwanja vya ndege vya kimataifa vya Zhukovsky vimetangaza kusitisha shughuli zake kutokana na uvamizi huo wa ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine, ambako pia gavana mkoa wa Orel wa kuitwa Andrei Klitschko amesema ya kuwa UAV 8 ziliharibiwa juu ya eneo hilo Jumapili asubuhi. Hadi sasa hakuna taarifa zozote za majeruhi au uharibifu, alisema hivi gavana wa mkoa wa Orel wa kuitwa Andrei Klitschko. Kiev pia imeimarisha uvamizi wa ndege zake zisizokuwa na rubani nchini Urusi tangu mwezi Januari, hususan zikilenga miundombinu ya kawe, lakini pia kushambulia maeneo ya makazi, ambapo Moscow imejibu kwa kuongeza mitambo ya umeme Ukraine kwenye orodha yake ya malengo halali ya kijeshi. Kiasi kikubwa cha uwezo wa kizazi kisicho cha nyuklia cha Ukraine kimelemazwa au kuharibiwa na mashambulio ya Urusi tangu wakati huo, ambako pia baadaye mchana wizara ya ulinzi huko Moscow ilitangaza ya kwamba vikosi vya Urusi vilikuwa vimezuia jaribio la utawala wa Kiev kufanya shambulio la kihalifu kwa kutumia umoja wa mrengo wa UAV dhidi ya malengo katika eneo la shirikisho la Urusi. Katika kipindi cha saa 3 ndege zilizuia ulinzi au kuharibu UAV takriban 70 za Ukraine, zikiwemo 34 juu ya mkoa wa Moscow, 14 juu ya mkoa wa Bryansk, 7 juu ya mkoa wa Orel na 7 zingine juu ya mkoa wa Kaluga, 6 juu ya mkoa wa Kursk na 2 juu ya mkoa wa Tula. Wizara hiyo imesema hivyo. Inakumbukwa pia shambulio kubwa la Ukraine la UAV katika eneo la Urusi
pia lilifanyika tarehe 20 mwezi Oktoba kwa ndege nyingi takriban 110 zisizo na rubani ambazo pia zilipigwa risasi au kuzuiliwa juu ya mikoa kadhaa ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilibainisha hivyo Oktoba 20 kuhusu taarifa ya shambulizi la Ukraine huko nchini Urusi.